Karibu katika podcast ya Open Mic with Unique, ikiwa ni sehemu ya 3 ya dhana ya upendo. Msimuliaji wako ni mimi Arafa Ngondai. Big ups ziende kwa Gerard Kadinya, mwongozaji wa podcast hii. Karibu. Katika muktadha wa kifalsafa, kidini na kijamii, upendo unaweza kugawanywa katika makundi kadhaa. Acha tupite katika aina kuu za upendo ili kutengeneza uelewa juu ya hii dhana kabla ya kupita na visa vikubwa vya kimapenzi vilivyowahi kutokea ulimwenguni. Tukianza na aina ya kwanza na ya msingi sana, ambayo ni agape. Agape ni upendo wa kijamii. Kwenye aina hii ya upendo inamaanisha upendo usio na masharti, ambapo unajikita katika kujitolea kwa dhati kwa ajili ya wengine. Huu ni upendo unaotafuta mema ya wengine bila kutarajia chochote kwa upande wao, hata katika Biblia. Mfano mzuri wa agape ni upendo wa Mungu kwa wanadamu, kama ilivyoelezwa katika Yohana aya ya 3:16. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu kiasi kwamba akamtoa mwanae wa pekee. Hapa tunaona jinsi Mungu alijitolea kwa ajili ya uokovu wa binadamu bila masharti yoyote. Aina ya pili ni upendo wa kirafiki, kwa maana ni upendo unaohusisha urafiki wa karibu na hisia za ushirikiano kati ya watu. Ni aina ya upendo inayozingatia uhusiano wa kihisia na kiroho kati ya marafiki. Mfano, watu wawili wanaoshiriki maslahi sawa au uzoefu wa pamoja wanaweza kuunda urafiki thabiti. Kwa mfano, marafiki wawili wanaweza kusaidiana katika nyakati ngumu, kama vile wakati mmoja anapokabiliwa na changamoto za kifamilia au kiuchumi. Kuna aina hii ya upendo inayoitwa eros, yani upendo wa kimahaba. Iko hivi: eros ni aina ya upendo inayohusisha hisia za kimwili na shauku. Huu ni upendo ambao mara nyingi unahusishwa katika mahusiano ya kimapenzi. Mfano wake ni pale wapenzi wawili wanaonyesha hisia kali za kimahaba wanatumia eros katika uhusiano wao. Kwa mfano, mtu anaweza kuhisi mvuto mkubwa kwa mwenza wake ambao unajidhihirisha kupitia matendo kama vile kubusu au kujamiana au kushiriki wakati mzuri kwa pamoja. Pia kuna storge au upendo wa familia. Hii ni aina ya upendo inayohusisha hisia za asili zinazopatikana ndani ya familia au ukoo. Huu ni upendo unaojengwa juu ya uhusiano wa damu au ushirika wa karibu. Mfano wake mzuri ni upendo kati ya wazazi na watoto wao. Ni mfano bora wa storge. Wazazi mara nyingi huonyesha kujali na kujitolea kwa watoto wao bila masharti yoyote, wakifanya kila linalowezekana ili kuhakikisha ustawi wao. Ukiachana na aina hii, kuna aina nyingine ya upendo unaoitwa ludus au upendo wa mchezo au masihara. Iko hivi: ludus ni aina ya upendo ambao unahusisha michezo au burudani zaidi kuliko hisia za kina. Huu ni upendo ambao unajikita kwenye furaha na raha bila kuwa na majukumu makubwa kama vile baba wa familia. Mfano, mahusiano ambayo yanaanza kama urafiki tu, yani yanakuwa kwenye mvuto zaidi bila shinikizo la kudumu, yanaweza kuangukia kwenye kundi la ludus. Watu hawa wanashiriki wakati mzuri pamoja, lakini hawajitolei kikamilifu kwenye uhusiano huo. Aina hii ya upendo kunakuwa na masihara mengi sana. Kila aina ya upendo ina umuhimu wake katika maisha yetu, kwa maana zinasaidizana katika kutengeneza uhusiano wetu binafsi na kijamii. Kwa hiyo, kwa kutambua tofauti hizi, unaweza kutusaidia kuelewa vizuri zaidi hisia zetu wenyewe na jinsi tunavyoweza kuingiliana na wengine kwa njia bora zaidi. Usikose sehemu ya 4, ambapo tunakwenda kuona kisa cha upendo na nini kinatufundisha katika kuelekea ujenzi wa jamii mpya. Endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kama Unique Media TZ, #kuwa wa pekee.